Lengo la kikao chetu ni kufanya uhabarisho, lakini kushirikiana zaidi na waandishi wa habari, maafisa habari, ili kuhakikisha ujumbe huu wa chanjo ambazo tunaenda kuzitoa kwa watoto chini ya miaka 10 unafika kwa usahihi wake na kila mtoto anapata haki yake ya chanjo. Kwa mkoa wa Singida, kama ambavyo tulipokea wakati wa ufunguzi wa maandalizi na PHC ambayo ilifanyika ngazi ya mkoa, tunatarajia kuchanja watoto 542 na 41. Kwa hiyo watoto hawa lazima tuwafikie kote, na tunawafikiaje? Ndio kazi iliyoko hapa, ndio kazi ya kikao hiki cha leo, ambacho tunaamini kabisa maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lakini tukaona ni vizuri zaidi tukae kama wataalamu, tupeane maelekezo na namna ambayo tunatakiwa kwenda katika zoezi hili. Na tunatamani kabisa, kama ambavyo tumesema, tupate uelewa wa kina, ili mnapokuwa mnatoa habari basi zitoke habari ambazo ni sahihi, jinsi ugonjwa huu unavyoenea, dalili zake, madhara yake, lakini pia kuondoa uvumi wote ambao unaweza kujitokeza, sababu katika mazoezi kama haya kuna hisia ambazo zinaweza zikatokea tofauti. Lakini kabisa kwa upande wa Singida, wananchi wetu wa Singida wamekuwa na mwitikio mzuri sana kwenye eneo hili la chanjo, na tunachanja maeneo yote hasa kwa watoto, na tunapata mwitikio mzuri zaidi ya 100%. Kwa hiyo tunaamini zoezi hili kwetu halitakuwa na changamoto yoyote na litakwenda vizuri kukamilika kama ambavyo tunatarajia. Kwa hiyo naomba tukashirikiane na hizi timu. Kuna wachanjaji mtawakuta huko kwenye maeneo ya kazi, kuna wahamasishaji wengine mtawakuta kwenye maeneo ya kazi, kwa sababu najua nyinyi mnazunguka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tukashirikiana naye kuendelea kuhabarisha na kuhamasisha zoezi hili la chanjo. Nawashukuru sana, niseme kikao hiki au mafunzo haya ya waandishi wa habari na maafisa habari ngazi ya mkoa wa Singida nimeyafungua rasmi. Asante. Lengo kuu la kuwaiteni hapa wanahabari ni ili tusaidiane katika zoezi hili. Kazi hii ni ya kwetu. Kwa hiyo tunaomba tusaidiane kuhamasisha jamii ili waitikie na mwito uwe mkubwa kwenye chanjo. Kule chini kabisa kule, tunawaomba sana mkatusaidie kuhamasisha sana. Kuna jamii kule za wafugaji, mambo haya hatawajui. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie iwezekanavyo habari kule chini zifike ili mwitikio uwe mkubwa, kwa sababu wengi wanaamini kwamba chanjo tukiwapelekea hii na madhara fulani. Kwa hiyo nyie ndio wajumbe wakuu ambao mtaenda kuneutralize kule chini kwamba chanjo hii ni salama na imethibitishwa. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi. Kwa ufupi, wanahabari, niseme Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa chanjo walioko katika mikoa yetu, lakini pia na wale wa kitaifa, ikimaanisha Shirika la Afya Duniani, lakini pia UNICEF, ni kwamba tumejiandaa kwa pamoja kwa kutekeleza zoezi la kampeni hii ya chanjo ya matone kwenye halmashauri zetu zote 7. Na kampeni hii itafanyika katika mikoa 7 kama alivyosema mwezeshaji wa kwanza kutoka Wizara ya Afya, lakini itatekelezwa kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 27 mwezi huu wa 3 kwa awamu ya kwanza, na awamu ya pili itatekelezwa inatarajiwa kufanyika tarehe 7 hadi tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu katika mikoa hiyo 7. Na uzinduzi kitaifa utafanyika mkoa wa Mwanza tarehe 24, ambapo tunatarajia atakuwa mgeni rasmi Mheshimiwa Waziri wa Afya. Na katika mkoa wetu wa Singida tunatarajia kufanya uzinduzi wa kampeni hii katika wilaya ya Manyoni tarehe 26 Machi 2026, ambaye mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Singida Mheshimiwa Halima Omar Dendego. Tunatarajia kuwafikia takriban jumla ya watoto 542,041 kama alivyosema mgeni rasmi, ambapo katika halmashauri ya Ikungi tunatarajia kuwachanja watoto 112,506 na Iramba watoto 98,505, Itigi watoto 87,209, Manyoni watoto 69,270, Mkarama watoto 59,572, Singida halmashauri watoto 75,969, na Singida manispaa tulipo hapa wanatarajia kuchanja watoto 42,640. Jumla yake ndio tunatarajia kupata watoto chini ya miaka 10
542,041 katika zoezi hili kwa awamu zote mbili. Mafunzo haya yameandaliwa ili kuwawezesha wanahabari na wadau wote kuwa na uelewa sahihi kuhusu kampeni hii ya chanjo ya matone ya polio ambayo tunaita polio virus type 2, kirusi cha pili cha polio, kwa sababu cha kwanza na cha tatu kinatolewa kwenye chanjo zetu za rutini. Watoto wanakuwa na wiki ya 6, wiki ya 10 na wiki ya 14 wanapata kwenye kliniki zao za kawaida. Kwa hiyo kumbuka, hadi sasa hakuna mtoto aliyethibitika kuugua ugonjwa wa polio nchini Tanzania. Hivyo kampeni hii inafanyika kama hatua za tahadhari za kuwakinga watoto wetu na jamii kwa ujumla wasipate maambukizi ya ugonjwa wa polio. Zoezi letu hili tunakwenda kulianza leo, ambapo tunakwenda kuhamasisha kuhusiana na ugonjwa wa polio. Bali niwahakikishie kwamba tunashukuru tutambua katika kazi yetu tunayoifanya, nasi tuhakikishie kwamba wanahabari na maafisa habari wetu wa mkoa wa Singida tumejiandaa vizuri na tutakwenda kuifanya kazi hii kikamilifu, hatutowaangusha. Nashukuru sana, niwakaribishe sana na wanahabari wote. Kama kawaida, timu yetu ya Singida hatujawahi kufanya vibaya, tukaifanya kazi vizuri, naamini matokeo yatapatikana. Karibu sana. Kwamba njia za kuenea kwa ugonjwa nadhani tumeelezwa kwamba kubwa kabisa ni kwa njia ya kinyesi, kwamba mtoto anapokuwa aidha amekula kile kinyesi au ni mtu mzima, basi kuna uwezekano akapata nini, akapata ugonjwa wa polio. Kwa hiyo miongoni mwa njia ambazo tunatumia katika kudhibiti ugonjwa huu ni pamoja na kuhamasisha ujenzi na matumizi ya vyoo bora. Kwa hiyo labda tuchukue nafasi hii pia, kwa sababu tunaweza tukawa tunahangaika na swala la chanjo, lakini tusipoangalia kwenye eneo la ujenzi na matumizi bora ya vyoo, basi tutakuwa hatujafanya kazi yoyote. Lakini sio kwamba ni swala la kuwa na vyoo tu, lakini pia na kuhamasisha jamii kuhakikisha kwamba wanajenga utamaduni wa kunawa mikono. Ndio sehemu pekee, kwa sababu na ukiangalia kwenye hii polio ni kiasi cha huu mkono kuchukua kile kinyesi na kuweka mdomoni, na ndo pale maambukizi yanapokuwa yanaendelea. Kwa hiyo tukiweka interventions kwenye kwamba tutunze kinyesi vizuri, lakini vile vile tuhakikishe kwamba watu wananawa mikono, basi ni njia moja kubwa kabisa ya kuhakikisha kwamba hata ugonjwa wa polio tunaweza tusije tukapata hata hizo dalili zake tena. Kulingana na takwimu ambazo tunazipata kwa mkoa wa Singida mpaka sasa, vyoo bora, kwa sababu kuna vyoo bora, tuna asilimia zaidi ya 75 vyoo bora, lakini vyoo vya aina yote tuna asilimia 99.3 vyoo vya aina zote, kwa maana bila kuchanganua hichi ni choo bora au ni choo cha maji au si ni choo cha aina gani. Lakini asilimia kubwa hiyo iliyobaki ya asilimia 0.7 ni asilimia ambayo watu wanavyo, na hasa kwenye yale maeneo ambayo ni ya wafugaji ambao tunajua kabisa ni watu wa kwa mama. Kwenye maeneo ya uvuvi kule ni maeneo ambayo unakuta kwamba watu wengi hawana vyoo.